tutajenga VETA mpya ya mkoa wa Geita, Simiyu, Njombe, Rukwa, na ujenzi wa VETA ya mkoa Songwe unaendelea. Tulikuwa na wilaya 64 Tanzania ambazo zilikuwa hazina VETA ya serikali ngazi ya wilaya. Sasa hivi tunazijenga VETA 64, hivyo kwamba tukimaliza kila wilaya Tanzania itakuwa na VETA ya level ya wilaya. Labda nizungumzie fursa hii muhimu sana kwa vijana, ujenzi huu unaokwenda. Kila mmoja aelewe kwamba katika VETA sasa hivi ukichukuliwa VETA boarding, yani unalala, unakula kule katika chuo cha VETA, ada yako ni shilingi 120,000. Na ukiwa unatoka nyumbani unaenda, ada yake ni shilingi 60,000. Kwa hiyo ukichukuliwa na serikali ukienda kusoma VETA kupata ujuzi kwa ajili ya kujiajiri au kuajiriwa, ada yake ni shilingi 120,000. Mfumo wetu wa elimu wa sasa hivi unaweza kaita ni 7 jumlisha 4 jumlisha 2 jumlisha 3 plus. Yaani elimu ya msingi ya miaka 7, sekondari ya kati ya miaka 4, sekondari ya juu ya miaka 2, afu miaka 3 na kuendelea kwa elimu ya juu kwenda mbele. Hasa mfumo huu ulianza kutekelezwa hapa nchini kuanzia miaka ya 60. Kati ya mwaka 1965 mpaka 68, Mwalimu Nyerere alielekeza mabadiliko makubwa ya mfumo wa elimu hapa Tanzania. Kutoka ule mfumo wa miaka 4 au miaka 8, miaka 12. Kulikuwa na miaka 4 unasoma, unaweza kumaliza, ni mwisho kabisa unaenda unatafuta kazi, unaendelea. Unaweza kaenda middle school kaenda mpaka darasa la 8 au kaendelea mbele. Haya yalikuwa mabadiliko makubwa sana yalifanywa chini ya uongozi wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Utekelezaji wake ulikuwa ni mkubwa sana. Kwa maana hiyo ulitekelezwa kwa awamu, mkoa mmoja hadi mwingine, kuanzia mwaka 65 ukaendelea kubadilishwa mpaka 68. Wengi wenu hapa mmekuja kusoma wakati elimu ya msingi ikiwa ni miaka 7. Kwa maana hiyo wakati wa mageuzi haya kulikuwa na wakati wale walioko darasa la 8 na darasa la 7 kwa pamoja wanafanya mtihani mmoja wa kumaliza elimu yao. Kwa hiyo huu ni mfumo ambao tuliurithi kutoka kwa Mwalimu Nyerere, umedumu mpaka sasa hivi. Mageuzi makubwa kabisa ya mfumo sasa yanakuja chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Badala ya 7, 4, 2, 3 plus, sasa tutakuwa na 6 jumlisha 4 jumlisha 2 au 3 jumlisha 3 plus. Nitaeleza kwamba kwa mabadiliko haya ambayo nayo tunatekeleza kwa awamu, lakini sisi hatutekelezi kwa awamu kwa mkoa hadi mkoa. Tunatekeleza kwa awamu kwa nchi nzima. Lakini tumeanza mitaala mipya kuanzia darasa la 3. Hao walioko darasa la 3 2027 watakuwa wanamaliza watafika darasa la 6. Kwa mfumo huu wa sasa hivi shule ya msingi itakuwa ni miaka 6. Ukimaliza mwaka wa 6 utafanya mtihani wa kupimwa na kadhalika, lakini lazima uendelee kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha 4. Kwa hiyo ni miaka 6 shule ya msingi, miaka 4 sekondari ya kati, miaka 2 sekondari ya juu au miaka 3 sekondari ya juu na kwenda miaka 3 plus. Kwa hiyo miaka 6 ukimaliza shule ya msingi lazima kwa sheria utasoma mpaka kidato cha 4. Kwa maana nyingine, mfumo huu mpya ambao unaletwa hapa nchini unatuondoa kwenye elimu ya lazima ya miaka 7 ambayo kwa sheria kila mtoto lazima akae shuleni miaka 7, inatupeleka kwenye elimu ya lazima ya miaka 10. Kwamba utakapoanza darasa la kwanza utaenda mpaka kidato cha 4. Utekelezaji wake utaanza rasmi mwaka 2028. Sisi tutakuwa na wanafunzi wanahitimu shule ya msingi wakiwa darasa la 6 mwaka 2027 na wengine wanahitimu wakiwa na darasa la 7. Kwa hiyo kila shule ya msingi sasa hivi itakuwa na madarasa mawili yanahitimu kwa pamoja. Kwa sababu hao darasa la 6 walianza na mitaala mipya, walioko darasa la 7 2027 watakuwa wametumia mtaala wa zamani. Wote watakuwa na hitimu. Kutakuwa na graduation darasa la 6 wanamaliza shule ya msingi na graduation darasa la 7 wanamaliza shule ya msingi, na wote lazima waendelee kusoma mpaka kidato cha 4. Inaitwa double cohort. Tutaendelea kufafanua vizuri tunajipanga vipi kuhakikisha kwamba tunatekeleza. Sasa umuhimu wa mabadiliko ni nini? Kwanza kabisa, dunia nzima ni nchi chache sana zimebaki ambazo zinatoa elimu ya lazima chini ya miaka 9.
Hata majirani zetu mnaweza mkaangalia. Nchi nyingi zimeona umuhimu wa kutoa elimu ya lazima kwenda mpaka sekondari. Hata Sustainable Development Goals ambazo sisi wa Tanzania tulisign, tukakubali, zinasema kwamba tutoe elimu kwa watoto wetu wote mpaka sekondari. Kwa sisi kuendelea kutoa elimu ya lazima ya miaka 7 tunabaki nyuma. Hatuwezi kupambana na utandawazi kama alivyosema rais wetu, lazima tuandae vijana wetu waweze kushindana na vijana kutoka nchi nyingine. Lakini pili, umri wa kuanza darasa la kwanza sasa hivi ni miaka 6. Kwa hiyo ukisoma umeanza na miaka 6, ikawa elimu ya lazima ni miaka 7, utahitimu ukiwa na miaka 13. Hakuna sheria kukuambia uendelee kubaki shuleni. Mtoto wa miaka 13 akitoka hawezi kuajiriwa, hawezi kujiajiri. Kwa hiyo ukianza kulalamika elimu yetu haiwaandae watoto wetu vizuri, ni kwa sababu mfumo huu wenyewe unamruhusu aondoke shuleni ana miaka 13 wakati bado ni mtoto tegemezi, hajajipanga vizuri. Elimu ya amali ni ile ambayo mara nyingi watu wanaita elimu ya ufundi na ufundi stadi. Kiingereza technical and vocational training. Amali tumetoa, wenzetu Zanzibar wamekuwa wakilitumia muda mrefu. Wizara ya Elimu kule inaitwa Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali. Yaani mafunzo ya kuandaa tayari kujiajiri au kuajiriwa. Unaweza ukachagua ufundi, yani technical, kama ilivyokuwa Moshi Technical Secondary School, Tanga Technical Secondary School, Ifunda Technical Secondary School, Bwiru Technical Secondary School na nyingine. Au kaenda ufundi stadi ambao unaweza kuwa ni michezo au kilimo au uvuvi na kadhalika. Kwa hiyo elimu ya amali inabeba mambo mawili makubwa. Ufundi ambao ni technical na ufundi stadi ambao ni vocational. Sasa wale watakaosoma mafunzo ya amali kwa mtaala tulionao, wakimaliza kidato cha 4, anapata cheti cha NACTIVATE. Watu wengi wanaita vyeti vya VETA. Ni kile cheti kinachokuruhusu wewe sasa hivi pengine umesomea umeme, kufunga umeme kwenye nyumba, ufundi mitambo na kadhalika. Unapata cheti kinachokuruhusu kuajiriwa moja kwa moja, na unapata cheti chako cha baraza la mitihani cha form 4. Kwa hiyo uwanda huu tukiendelea kuupanua, vijana wengi wanaomaliza kidato cha 4 watamaliza wakiwa na ujuzi wa kutosha kuajiriwa na kufanya kazi hapo hapo, au kujiajiri, kuanzisha gereji yako na kuendelea kufanya kazi pale pale. Na mimi niseme hili watu walielewe, mimi nimekutana na vijana wa Tanzania waliosoma VETA. Ukumbuke sasa elimu ya ufundi hii ya upande wa amali inatolewa kama VETA kwa ujuzi wa mitambo, mambo ya umeme na kadhalika. Nimekutana na vijana wa Tanzania wanafanya kazi Kongo, wanafanya kazi Guinea Conakry inazungumza Kifaransa. Nimemkuta kijana anaitwa Mboya. Nimekutana naye ananiambia kabisa Guinea Conakry unafanya nini? Sasa mimi nimesomea ufundi mitambo. Mitambo ya nini? Ya migodi. Ameajiriwa hapa, kaenda Namibia, kaenda Mauritania, sasa hivi yuko Guinea Conakry. Kwa hiyo hii elimu ya amali tukifundisha vizuri, vijana wengi wataangalia dunia yote kama uwanja wa ajira. Tubaki nyuma. Kwa hiyo sekondari itakuwa na mikondo hiyo miwili. Sasa nimesema elimu jumla, ukimaliza kidato cha 4 unaweza kaenda form 5 na form 6 miaka 2, afu unaendelea na elimu kama kawaida. Kwa wale wanaosoma elimu ya amali, yani ufundi na ufundi stadi, yani technical and vocational training, wakienda high school, wale waliosomea ufundi, yani technical education, wataenda katika kitu tunachokiita polytechnics. Hasa wengine mtakumbuka Dar es Salaam Institute of Technology zamani ilikuwa ni polytechnic, inaitwa DATEC. Hasa tunarudisha polytechnics hapa nchini. Tumekamilisha ujenzi wa moja Dodoma, tunajenga nyingine Mwanza, tunajenga nyingine Kigoma, tunajenga nyingine Mtwara, tunajenga nyingine Morogoro na Zanzibar. Hizo na Kagera VETA ile tunaweza kaigeuza vile vile kwa sababu ile VETA Kagera kwa kweli ni kubwa, inaweza ikawa kama polytechnics. Kule ukitoka form 4 umesomea ufundi. Sasa sio ufundi stadi, ufundi. Tunataka uende kule ukasome high school, utapata cheti chako cha baraza la mitihani cha form 6, lakini utakaa miaka 3. Utatoka na diploma, utakuwa technician, well qualified. Unaweza kaajiriwa mahali popote. Ufundi mitambo, ufundi umeme na kadhalika. Kwa hiyo tunataka tuongeze level ya watu waliofikia kiwango hicho cha elimu
wajae kwenye uchumi wetu, kwa sababu ukiongea na baadhi ya watu waliowekeza kwenye bomba la mafuta nani wanakuambia tunahitaji watu kama hao wengi zaidi hapa nchini. Kwa mara nyingi tuliacha diploma tukakimbilia kwenda kwenye degree. Kwa hizi polytechnics tunazozijenga hizi zitakuwa zinachukua wanafunzi wanaotoka kwenye shule za ufundi. Sasa hivi shule za ufundi tunajenga mpya 103 duru ya kwanza, tutaongeza nyingine, na hao wa ufundi watakwenda hizo polytechnics. Lakini kwa ufundi stadi mwingine tunaongea na sekta nyingine mbalimbali. Vyuo vya mifugo vinavyotoa diploma vitoe diploma na cheti cha form 6. Vya kilimo vinavyotoa diploma vitoe diploma na cheti cha form 6. Na michezo na kadhalika, ili kuhakikisha kwamba wale wa ufundi stadi na wenyewe wanaweza wakaendelea wakasoma diploma na cheti cha form 6 na wakawa tayari kuajiriwa, lakini wanaweza wakaenda chuo kikuu. Sasa unaweza kauliza hivi, kwa nini tulipoteza zile shule za ufundi? Tulipoteza shule za ufundi sababu nyingi, lakini mojawapo ilikuwa kwamba wale vijana wakimaliza wakija Daatech Polytechnics wanafanya miaka mitatu, walikuwa wazuri kweli kweli. Lakini wakienda chuo kikuu kusoma engineering wanatakiwa wasome miaka 4 sawa na watu waliosoma PCM mpaka form 6. Kwa hiyo wanakuta wenzao wameshaanza wako mwaka wa pili chuo kikuu, wenyewe wanaingia mwaka wa kwanza. Sasa hivi utaratibu utatengenezwa, wanaosoma polytechnics ule mwaka wa ziada waliosoma kule utapata msamaha kwenye vyuo vikuu ili wasijihisi kwamba wamekuwa short change. Ingawaje tungependa vile vile wakienda kusoma vyuo vikuu waende wakasome katika taasisi za elimu ya juu ambazo za kiamali kama Dar Institute of Technology, lakini hatutaziba milango wao kwenda kusoma katika vyuo vingine. Hilo ni jambo kubwa ambalo tumekuja nalo. Sasa katika mitaala mipya ukiingia form 1 ni lazima kila mtoto asome somo la biashara, business studies. Ni somo la kumwandaa mtu kuwa mjasiriamali. Kwa sababu mtoto akimaliza kidato cha 4, alafu nawaambia kama unaweza ujiajiri, lakini walao ajue mkopo unachukuaje, TIN number ni nini, BRELA ni nini, na vitu vingine ambavyo ni basics, lakini vinamuandaa vizuri zaidi. Vijana wetu wengi ni wabunifu, na ukiangalia around utaona kazi kubwa wanazozifanya, wanaanzisha hata viwanda vidogo vidogo, lakini elimu yetu lazima iwapeleke kwenye kujiandaa vizuri zaidi na swala hilo. Kwa hili somo la biashara ni la lazima kwa kila mtoto akiwa kidato cha kwanza mpaka cha 4. Ni kukidhi yale maelekezo ya rais wetu kwamba vijana wetu waandaliwe vizuri zaidi kwa ajili ya kuajiriwa na kujiajiri. Somo la Kiingereza sasa hivi litaanza darasa la kwanza kwenda mpaka darasa la 6 wakati huo tunavyokwenda mbele, na kama ni shule ya English medium Kiswahili kitaanza darasa la kwanza kwenda mbele kwa kisha wanasoma. Somo jingine ambalo sasa la lazima itakuwa ni historia ya Tanzania na maadili yetu. Watu nazungumza uzalendo, lakini vile vile kuielewa nchi yetu. Kuelewa hasa historia ya nchi yetu na kuweza kuielewa vizuri na kuitetea. Bila kufanya hivyo, tuna uhakika elimu inaweza kawa ni nzuri sana, lakini bila kujua tunatoka wapi, tuko wapi, tunataka kwenda wapi kama nchi, inaweza katupa matatizo.